بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. بإذن الله تعالى katika darasa yetu ya leo tutaanza kuzungumzia msingi wa pili katika misingi mitatu adhimu aliyoitaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, ukiwa msingi wa kwanza معرفة العبد ربه. فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وحققه تحقيقا بديعا وساق عليه الأدلة الكافية، انتقل إلى الأصل الثاني. alipomaliza musannif rahimahullahu ta'ala kuzungumzia msingi wa kwanza tuliotaja, nao ni msingi wa kumjua mja Mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, tukataja uzito na ulazima na umuhimu wa mja kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na msingi kama huo aliuhakiki kwa namna ya kivyake, bimaana aliueleza kwa maneno ya kutosheleza, na akataja dalili zinazotosheleza za Qur'an na Sunna. Kisha akaja katika msingi wa pili, wa huwa ma'rifatu din al-Islam bil adillah, kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. يجب معرفة هذا الدين مع أصوله التي يبنى عليها بالأدلة من الكتاب والسنة، ليكون الإنسان على نور وبرهان وبصيرة من دينه. نواجب kuijua hii dini na misingi yake ambayo hujengewa juu yake hii dini kwa dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili Muislamu atembee katika kuifuata dini yake chini ya nuru na ilmu inaomwelekeza katika kuifuata hii dini. وقد أشار رحمه الله تعالى بقوله معرفة دين الإسلام بالأدلة. na hapa ameshiria aliposema kujua Uislamu ama kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Ishara yake hapa ila anna ma'rifata ad-din la budda an takuna maqrunatun bid-dalil. Kuijua hii dini ni wajibu katika ilmu ya kuifahamu hii dini, uifahamu kwa dalili, imma min kitabin wa imma min sunnatin, imma dalili katika Qur'an au katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo si sawa kwa Muislamu kufuata bila ya kuwa na dalili na kile anachokifuata.
isiwe atakuwa ni mwenye kufanya ibada bila ya kuifahamu ile ibada anaoifanya msingi wake watokea wapi. Na hadha sinf minan nas, aina ya watu kama hawa ambao hufuata bila ya dalili ni wengi sana, ni wengi sana. Ndio utakuta tuna matatizo na makosa mengi sana katika ibada zetu kwa sababu ya kutofuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutumia dalili za Qur'an na Sunna kuifuata hii dini. Fayajibu ala al-insan an yakuna aliman bid-dalil ala ma yaqumu bihi min ibadati Allah ta'ala. Ni wajib kwa mtu yoyote, kwa Muislamu yoyote, awe na ilmu ya dalili ya kile anachokisimamisha na kukifanya katika ibada. Ni wajib kwa kadri ya vile anavyohitajia. Ikiwa sote tunajua kuwa ni wajib juu yetu kutekeleza ibada ya sala, ibada ya sala ambayo tuiswali mara 5 kila siku, ni ibada inaotugusa sote. Kwa hivyo ni wajib juu yetu kuisoma ibada ya sala. Ikiwa mtu mpaka leo waweza kumwona mtu ameishi umri wa kuishi, lakini hata siku moja hajawahi kukaa chini akasoma je aliswali vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kila mmoja wetu ajiulize, mimi naswali, je nishawahi hata siku moja kusoma swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali vipi? Ama naswali kwa kuwa nimezaliwa Muislamu, nikaona watu waswali na mimi naswali bila ya kuisoma ile sala. Na hivi ndivyo ilivyo wengi kati yetu sisi. Kwa mtu yufanya ibada, alhamdulillah yufanya ile ibada, lakini hajisumbui na kujituma kwa ajili ya kuifahamu ile ibada kuwa je hivi ndivyo alivyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam au la, kwa dalili kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha swala mpaka akatuambia sallu kama raaitumuni usalli. Lakini je sisi tuswali kama tulivyomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali, ama tuswali kama tulivyowaona baba zetu wakiswali? Yaweza kuwa ile swala iko sawa tukawa sawa, yaweza kuwa ile swala ina upungufu na sisi pia tukawa na nini na upungufu. Kwa hivyo ni wajib kwetu sisi katika kila ibada inayotuhusu tuwe tutaifahamu fika inavyotakikana kufahamika. Na itasaidia ikiwa mtu kabla ya kuifanya ile ibada, kabla ya kufikia wakati wa kuifanya ile ibada, mwanzo ataisoma. Kwa mfano ibada ya saum, ikikaribia ibada ya saum, Muislamu atakikana ajifunze ahkam zinazofungamana na siyam, ili ikiingia ibada ya saum awe yuko tayari kuifanya ibada kama ile na kuifuata kama alivyoifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ni haji kwa mfano, kabla ya kusafiri kwenda haji, mwanzo aisome ile ibada inavyotakikana kufanya, kisha ndio afanye ibada ya haji na kadhalika. لأن ذلك من أسباب الثبات عند السؤال في القبر بتوفيق الله تعالى. kwa sababu mtu kufahamu Uislamu kwa dalili ni katika sababu za kupata thabat katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, na kupata thabat atakapoulizwa, atakapoingia kaburini mwake. Muislamu anapoulizwa man rabbuka ma dinuka ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, yule aliyena ilmu na alifuata ile ilmu akawa na thabat katika ulimwengu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawfiki yake humpa thabat huyu Muislamu. Na yule ambaye alikuwa yufuata bila kujua, ndio pale lile jawabu wal iyadhu billah hahin la adri sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultuhu. Hadha al-muqallid, sami'tu an-nas yaquluna qawlan faqultu, mimi nilikuwa nasikia watu wasema na mimi pia nafuata nikasema kama wao, lakini sikujifunza.
wala sikutaka kujua, mimi nilisikia watu na mimi nikafuata. Na hawa kama nilivyotaja, aina hii ya watu ni wengi, la katharahumullah, watu wanaofuata bila ya kutaka kujua lile jambo dalili yake katika Qur'ani wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia katika upande wa pili, duatu dhalal, walinganizi wa upotofu, hawapendi kuulizwa kile unachotuamrisha kina dalili gani katika Qur'ani na sunna. Hili swali huwa hawalipendi sana. Yeye atakaa akisema kuwa hii ni ibada na wewe ufuate, kwa sababu ukimuuliza dalili katika Qur'an na sunna haimo, na yeye wataka lazima yale mambo ambayo yamepatikana watu wakiyafanya kabla na watu wakiyafuata yaendelee kufanywa. Hawapendi kuulizwa na awam kuwa hili jambo watuamrisha, je, dalili yake iko wapi katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu walilelewa katika mfumo wa namna hiyo, yani atakavyosema yule daia ama yule shekhe, wewe ni juu yako fanya nini, ufuate. Na ndiyo maana ukiangalia vizuri, na mimi hushangaa, wala ajaibu la tanqadhi, tizama, akija yoyote katika walinganizi wa sunna akalingania watu katika sunna miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ile sunna ni geni kwa watu, hawajawahi kusikia yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utawakuta wengi wakifanya inkara. Kwa nini? Intoka wapi? Kuanzia lini yalianza haya? Mlikaa wapi mkayajua haya maneno kama haya? Lakini yule akiwa baina ya mashekhe wake ambao humlingania yeye bila dalili, akafuata jambo ambalo ni mara ya kwanza yake kuliona, lakini hata uliza kuwa hili jambo lina dalili gani katika Qur'an na sunna. Nitawapa mfano. Nafikiri kama sikukosea ni mwezi wa Ramadhani, Ijumaa ya mwisho kabisa kila mwezi wa Ramadhani, Ijumaa ya mwisho, kuna msikiti hapa Mombasa watu huswali swala ngapi? Swala 5: alfajiri, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha, sio? Baada salatu aljumaa. Wasema hizi swala 5 zaziba zile swala zote zilizokuwa na upungufu huko nyuma baina Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani hii. Kama hukuswali wewe, yani ulikuwa huswali mwaka mzima na nini, hizi 5 hizi ukishaziswali hizi, basi zishakavakava kule, hakuna neno kule nyuma, ndio tayari. Na watu wakasimama wakaswali, na hakuna hata mmoja, nishasikia mimi kule, eti wauliza hii nini sasa, mwatuletea ibada gani? Ushasikia kiuliza hivyo? Yuwafuata. Mshaona yule mdudu aitwa komba mwiko, mumuita sarsuri, yule komba mwiko mumuitaje, mende, akishikwa na yule mdudu aitwa kibunzi yule wa rangi ya blue, yule humshika yule mende kwenye ule unywele wake, yule lejimende kubwa likafuata, lavutwa tu na kile kidudu kidogo tu hivi, chavuta paka chamweka mahali wamla, na yankaa yuenda tu habatud dik, na kama jogoo rushwa tembe iwaje, wala kumbe enda chinjwa. Sasa hawa mabwana utawakuta hawaulizi wao, kwa nini? Mbona ibada hii ni geni, hatuifahamu sisi? Vipi hata kwa akili ya kuzaliwa swala 5 tuziswali katika baada aljumaa, tena tuswali swala 5, kisha zile swala 5 zile zitafidia swala zote zile siku ziswali mwaka mzima, au zilikuwa na upungufu mwaka mzima? Hakuna anayeuliza. Hakuna maarifatu dini alislam bil adilla, kujua uislamu kwa dalili. Kuna haja ya umma kulelewa, kila atakachoambiwa mwanzo aulize nini, madalilu ala dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, lete ushahidi wa ilmu wa hicho unachokidai ikiwa wewe ni mkweli. Kuna ubaya katika hilo? Hakuna ubaya, bali muislamu atatembea na nur katika dini yake ikiwa kila analolifanya atoa dalili. Yakulu al-Imam Ahmad,
in istata'ta an la tahukka ra'saka illa bidalili faf'al, ikiwa yawezekana hata kichwa chako usikikune bila dalili basi fanya. Ikiwa yawezekana kuwa kabla ya kujikuna kichwa chako utoe dalili mwanzo basi fanya. Yani hii ni kuonyesha mubalagha ya vipi salafu salih walikuwa hawafanyi jambo kabla ya kuona dalili katika Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukitembea katika hali kama uwezi kudanganywa urabbi, na hata mtu akitunga ile dalili atafedheheka kuwasema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kadha wa kadha, ajua huyo hafahamu, ni ammi pengine hafahamu akusoma, akamdanganya. Kesho yule mtu atamuona mwingine mjuzi, atamuuliza, atamwerevusha, na siku akimwerevusha basi wewe utabakia kuwa ni muongo, na baada ya hapo hakuna atakayekusadikisha yale maneno unayoyasema. Kwa hivyo ni maarifatu dini alislam bil adilla. Wa dinu alislam huwa ad-din alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, ja'alahu khatimata al-adyan wa akmalahu li'ibadihi wa atamma bihi alayhim an-ni'mah. Dini ya Uislamu ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza nayo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaifanya ndiyo dini ya mwisho. Hakuna dini itakayokuja baada ya dini ya Uislamu, na ndiyo dini aliyoikamilisha kwa wanadamu, kwa waja wake, na kutimiza neema yake juu yao kwa kuwapa hii dini. Hakuna neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atampa mwanadamu kubwa zaidi kuliko kumfanya yeye kuwa ni Muislamu. Hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, na ni wajibu juu yetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii. Hakuna yeyote kati yetu sisi ambaye pengine aliandika fomu ya kuwa mimi nataka nizaliwe na uniumbe nikiwa ni Muislamu. Hakuna. Hata yule aliyesilimu pia hakuna. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekupa taufik na zawadi hii ya hidayah kwa wewe ni Muislamu. Ama kwa kuwa ni mwerevu, wallahi wako madaktari ambao pengine ana degree kadhaa, yuko pale India, lakini akiona ng'ombe amsujudia urabbi. Na yeye ni daktari, ana akili kukushinda mimi na wewe, lakini akili yake haikumsaidia kwa sababu hakupata taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa akimuona mnyama ng'ombe asujudu na kunyenyekea mbele yake. Mimi na wewe ambao tuko duni kuliko yeye kwa akili na kufahamu, pengine Allah subhanahu wa ta'ala anatujalia sisi tumsujudia yeye peke yake, hatumshirikishi na chochote. Hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, na neema kamili zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ankujalia wewe ni Muislamu si mshia. Hiyo neema ya pili, kwa sababu ukitizama wewe yule Muislamu anayejiita mshia, vile vituko anavyovifanya na mambo ya uzushi na shirki anayoyafanya, ikawa ni Muislamu apiga shahada ya kutoka kwenye Uislamu, na juu yake tena baada ya kuwa hakukujalia mshia wewe, akakujalia ukawa ni mtu wa sunna khasatul khassa kama wanavyoita. Yani zaidi neema kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuongoza katika sunna. Ndio Imam Ahmad ibn Hanbal katika kauli yake mashhur kwa yule mwanafunzi aliyesema mbele yake, alhamdulillah ala ni'mati alislam, qala was-sunnah. Alhamdulillah, Allah ametupa neema ya Uislamu na kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Falhamdulillah ala ni'mati al-islam was-sunnah. Wa haqiqatu din al-islam huwa an yusallima al-'abdu af'alahu lillahi la li ghayrihi. Uhakika wa dini ya Uislamu ni pale mja anaposalimisha vitendo vyake vyote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kwa ajili ya yoyote mwingine. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهو معنى لا إله إلا الله. وحقيقة وإسلام
ni mja kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kwa yoyote mwingine, na ndiyo maana ya la ilaha illa Allah. وقال رحمه الله تعالى: الإسلام هو الاستسلام، لمتو kujisalimisha. وهو يتضمن الخضوع لله وحده، na ndani ya Uislamu mna nini? Mtu kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walinqiyadu lahu, na kujisalimisha kwake yeye. Walubudiyatu lillahi wahdahu, na mtu kuwa mja mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وهذا هو معنى قول المصنف: وهو الاستسلام له بالتوحيد. Uislamu ni muislamu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauhid, kumpokesha. وهو أي دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يقوم على 3 أسس. na dini ya Uislamu yasimama katika misingi mitatu. Al-asas al-awwal al-istislam lillahi bit-tauhid, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala au kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokesha katika ibada. Wal-asas ath-thani al-inqiyad lahu bit-ta'ah, kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujisalimisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. والأساس الثالث البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. msingi wa tatu ambao tutakuja kuzungumzia biidhnillah ta'ala katika juma litakalokuja ni kuwa muislamu awe atajiepusha na kukaa mbali na shirki na watu wa shirki. wa a'la al-maratib kamal al-inqiyad, na martaba ya juu kabisa ya Uislamu ni ukamilifu wa kunyenyekea na kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa man lam yanqad li hadha ad-din adhallahu Allah, na yoyote ambaye hata nyenyekea chini ya hii dini Allah subhanahu wa ta'ala atamdhalilisha mtu kama yule. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah: man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi asema, mwenye kutawadha, kunyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamnyanyua, rafa'ahu. fakadhalika man takabbara 'ala al-inqiyad lilhaqqi adhallahu Allah wa wada'ahu. Asema hivyo hivyo mwenye kufanya kibri, asinyenyekee chini ya haki, Allah atamdhalilisha na kumwangusha. wasagharahu wa haqarahu, na atakuwa ni mwenye kumfanya mdogo, mtwevu, anayedharauliwa kwa sababu ya kufanya kiburi. Wengi katika wale wanaofanya kibri huwa akili zao zawaambia ukiwa wewe una kibri ndio uko juu ya watu wengi, au unaweza kusema wote wenye kiburi huwa ajiona mimi nikiona kiburi niko juu ya watu. Kumbe hajui kile kibri anachokuwa nacho ndiyo sababu ya nini? Ya kuanguka, ya kuonekana hana maana, si mbele ya wanadamu tu bali mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kafanya kibri ya kutofuata haki, kutofuata Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atamdhalilisha mtu kama yule. والكبر من أعظم أسباب منع الانقياد لهذا الدين. wanaovioni wataja katika sababu kubwa zinazofanya watu wasifuate hii dini na kufuata mafunzo ya hii dini ni mtu kuwa na kibri, mtu kuwa na kiburi. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah wa huwa yadhkuru mawani' al-inqiyad. Ibn al-Qayyim katika kutaja vile vizuizi vinavyomzuia mtu kunyenyekea na kufuata na kujisalimisha, as-sababu ath-thalith qiyamu mani' wa huwa imma hasad au kibr. Moja katika mambo hili, imma hasad au kuwa na kibri. wadhālika mani'u iblis min al-inqiyad lil-amri, na hiki ndicho kizuizi kilichomzuia Iblis kutokamana na kunyenyekea katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Kwa hivyo kiburi ndicho kilichomfanya Iblis kutofuata amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa da'ul awwalin wal akhirin illa man asama Allah. Ibn Qayyim asema, na ndio ugonjwa wa wale wa mwanzo na wa mwisho
isipokuwa yule aliyehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na ugonjwa kama huu. وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته. asema na kwa ugonjwa huu wa hasad ama kibr ndiyo imani ikawa au ndiyo kutoamini kwa Mayahudi, wakawa hawatamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwa wamemshuhudilia mtume sallallahu alayhi wasallam na wakamjua mtume sallallahu alayhi wasallam na ukweli wa utume aliyokuja nao. Waman jara majrahum, na kila aliyefuata mkondo wa Mayahudi. Na wewe tizama, hata miongoni mwa Waislamu utakuta kuwa kile kinachowazuia watu kufuata haki imma ni hasad, ya kuwa yule anayezungumza ile haki amonea hasad, au kibr, akajiona kuwa yeye ni mbora kuliko yule anayezungumza haki kama ile, ikawa hata ifuata haki kama ile. Na katika hiki kiburi kuna uwezekano kuwa yule mzungumzaji wa ile haki akawa ni mbora kuliko yeye, lakini juu yake pia akawa ni mwenye kumbeza mpaka kumtupia maneno ambayo si sawa. Tizama Firaun alipojiliwa na Musa alayhi salatu wassalam, Musa ni mbora kuliko yeye Firaun pamoja na ufalme aliyokuwa nao, lakini tizama alivyosema Firaun la'natullah alayhi. Firaun awaambia watu wake, ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin. Enyi watu wangu, si mimi ni mfalme wa Misri, ufalme wote wa Misri uko chini yangu, na hii mito yapita chini yangu. River Nile ilikuwa ikipita chini ya nyumba yake Firaun. Si mimi mbora kuliko mtoevu Musa huyu, hata akizungumza haieleweki azungumza nini, madharau na makubwa. La yakadu yubin, kwa sababu Musa alikuwa na kifembe, akizungumza akaichukulia ndiyo njia ya kumdharau Musa alayhi salatu wassalam, lakini Musa bila shaka alikuwa ni mbora kuliko yeye. Lakini tizama kibri kilivyomfanya nani? Firaun aikataa haki. Na leo ndio hivyo hivyo ahlul bid'ah utawakuta waikataa ile haki, na katika maneno wanaoyazungumza, basi nani anayezungumza yule, unsoma wapi wewe? Si ahlul bid'ah, mimi sikusudi makhurafi tu, hata miji hizbi wote hawa ni watu wa bid'ah. Msione kuwa ati mtu apinga maulidi basi huyo ashakuwa ni mtu wa sunna. Sunna ni ausa min dhalika, si maulidi peke yake. Waweza kuwa upinga maulidi na wewe mzushi kama yule mtu wa maulidi, mko sawa tu, huyu hivi wewe vile, lakini hamna tofauti. Wote utawakuta aikataa ile haki kwa sababu ni fulani ndiye aliyezungumza na yeye wamuona yule fulani yuko chini yake, kwa hivyo hawezi kuifuata ile haki aliyokuja nayo. Na hii ni katika sawarif na mawani' zinazomzuia mtu kutokamana na kuifuata haki, na ni juu ya Muislamu achunge sana, kwa sababu Uislamu haujakamilika isipokuwa kwa yule atakayenyenyekea na kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na yale aliyokuja nao Mtume sallam kikamilifu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu